10 mwezi wa 3 majira ya saa 3 za asubuhi huko katika maeneo ya benki ya CRDB wilaya ya Tabora, walikamatwa watuhumiwa waliotakiwa wanafanya mpango wa kuingia ndani ya benki CRDB na benki ya NMB wanalenga kutaka kufanya uhalifu wa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa waliokamatwa ni Shabani Nyambi, miaka 36. Huyu ni mkazi wa Kimara Korogwe, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Mtuhumiwa wa pili anaitwa Sadati Masudi, huyu ya miaka 52, yeye ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara na wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na mtuhumiwa wa tatu ni Veronica Richard, miaka 40, huyu ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hao walikuwa wanataka kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Baada ya kuwakamata, watuhumiwa walikutwa na dola 7, kwa maana dola moja ziko 7, daftari dogo la Spireline na mistari 6 na bahasha za kaki 8. Baada ya zoezi hilo la ukamataji kukamilika, watuhumiwa hao waliweza kupekuliwa na walikutwa na hivyo vifaa ambavyo nimevitaja, na lengo kubwa ni kwamba wanatumia njia ya kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanatoa fedha, basi wanakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wapo. Lengo kubwa ni kwamba wanaanza kumshawishi kwamba hii benki hii rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika, wenyewe tayari wanakuwa wana zile fedha ambazo ni mfanano wa karatasi kama dola, na zile dola moja wameweka kule juu, wameweka kwenye rubber band. Wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa baada ya kuwakamata, tuendelea kuwahoji, na baada ya kuwahoji sasa tutafikisha mahakamani kama ilivyokuwa ada yetu. Kwa hivyo Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuwa makini na watu wasiowafahamu wanaofuatilia na mara baada ya kutoa fedha benki na kuwashawishi kufanya biashara au kubadilisha fedha nje ya utaratibu rasmi. Benki na taasisi za fedha zina taratibu zake za kubadilisha fedha. Hivyo wananchi wanashauriwa kuzifuata na kuepuka kufanya miamala na watu wasiowafahamu. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linawahakikishia wananchi usalama wao na linawahimiza kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za uhalifu na ubadhirifu kupitia vituo vya polisi vilivyo karibu au namba za simu za Jeshi la Polisi pindi wanapoona viashiria vya uhalifu. Mara kadhaa mkoa wa Tabora umekuwa ukikumbana na kadhia ya matukio tofauti ya uhalifu, huku Jeshi la Polisi mkoani hapa likifanya udhibiti wa matukio hayo na kutoa onyo kali dhidi ya wanaotekeleza matukio ya kihalifu hapa mkoani Tabora. Lakini matukio haya yamekuwa bado yakiendelea. Kutoka Tabora, mimi ni Michael Samojoji na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike. Pia tufuatilie kupitia mitandao mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika habari leo_TZ. Shukrani.